بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. بإذن الله تبارك وتعالى katika muda huu baada salati adh-dhuhur tutumia dakika 10 mpaka 15 kukumbushana katika mambo muhimu yanayofungamana na mwezi huu wa Ramadhani biidhnillah tabaraka wa taala. Na hii ni ratiba ya kila siku isipokuwa Ijumaa, isipokuwa utofautiana tu walimu kutoka siku moja na kwenda siku nyingine. Jumamosi Jumapili itakuwa ni mimi nafikisha sehemu, na mimi nimechagua kutafuta maswali ambayo huenda baadhi ya watu yanawatatanisha, kwa maana kama ni maswali matata kuhusiana na mwezi wa Ramadhani. Biidhnillah tutanukuu baadhi ya kauli za wanawachuoni juu ya mambo kama hayo. Leo inshallah tutazungumzia jambo ambalo wanauliza wengi ya watu. Je, inajuzu kwa mathalan muuza duka au baba mwenye nyumba kumpa chakula, na kama muuza duka kumuuzia chakula mtu ambaye hajafunga au kafiri? Je, inafaa kumuuzia kafiri chakula katika mwezi wa Ramadhani mchana, ili hali tukiwa tunajua kwamba yeye si mwenye kufunga? Je, inajuzu kwetu sisi Waislamu kumuuzia kafiri chakula? Ni ipi au ni zipi kauli za wanawachuoni katika hilo? Naam, swali hili jawabu lake kama ninavyosema wanawachuoni rahmatullahi alayhim, annahu la yajuzu laka an tuqaddima at-ta'ama li ahadin liya'kulahu fi nahari Ramadan. Haijuzu katika sheria kwa wewe Muislamu kumpa chakula yoyote ili ale chakula kile, ima moja kwa kumuuzia au kwa kumgaia, itakapokuwa ni mchana wa Ramadhani, isipokuwa idha kana ma'dhuran fil fitri, itakapokuwa huyo mtu unayempa chakula ni yule ambaye amepewa udhuru wa kisheria kula, kama ridhin au musafir, kama mgonjwa au msafiri. Hawa na mfano wa hawa waliozungumzwa katika sheria ambao wao wanahalalika kula, yafaa kumpa chakula mchana wa Ramadhani. Ama kafiri ambaye asli yake hajafunga, wanasema wanawachuoni falmuslim walkafir fi hadha alhukm sawa. Kafiri na muislamu ambaye hana udhuru katika hukumu hii ni sawa, kwa maana kwamba haifai katika sheria muislamu kumpa chakula kafiri mchana wa Ramadhani, imma kwa kumpa au kwa kumuuzia. Kwa nini? Wamenukuu wanawachuoni rahmatullahi alayhim, miongoni mwao swali kama hili aliulizwa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Aliulizwa swali, kaifa yuhasabu al-kafir yawm al-qiyama wa huwa ghayru mutalib bitakalifi shar'iyya? Vipi tusimpe chakula kafiri hali ya kuwa hafungi, na yeye mtu huyu siku ya kiyama hahesabiwi kwa funga? Faajaba rahimahullahu ta'ala, akajibu swali hili akasema, hadha as-su'al mabniyun ala fahmin laysa bisahih. Swali hili limejengwa na ufahamu usiokuwa sahihi. Fa innal kafira mutalab bima yutalabu bihi almu'min. Kafiri inapozungumzwa lugha ya kisheria katika amri, anatakikanwa na yeye kama vile ambavyo anatakikanwa Muislamu, lakini yeye ghairu mulzam bihi fi dunya. Duniani halazimishiwi kuitekeleza, lakini siku ya kiyama ataulizwa juu ya ibada aliyoiacha. Na ushahidi ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani al-Karim akiwauliza makafiri wakiwa motoni, ma salakakum fi saqar, ni jambo gani nyinyi lilikupelekeni kuingia motoni?
watajibu qalu lam naku minal musallin, watasema sisi hatukuwa ni wenye kusali, walam naku nut'imul miskin, na sisi tulikuwa si wenye kulisha maskini, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, na tulikuwa tukiingia mambo pamoja na wale wenye kuingia mambo, wa kunna nukadhibu biyaumiddin, na tulikuwa tunapinga siku ya malipo. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, falaula annahum uqibu bitarki as-salah, vile ambavyo wao wataadhibiwa kwa kuacha sala, wa tarki it'amil masakin, na vile vile wataadhibiwa kwa kuwalisha maskini, ma dhakaru, kwa yale waliyataja, hii dalili annahum yuaqabuna ala furu'il islam, na wao wataadhibiwa katika sheria nyingine za Uislamu. Kwa kujengea juu ya hili wakasema wanawachuoni rahmatullahi alaihim, haijuzu kwake yeye Muislamu kumlisha kafiri. Akasema Sheikh Ibn Uthaymeen katika fatawa yake nambari 164 kwenye majmuu fatawa al-Sheikh Ibn Uthaymeen, wa alayhi, na juu ya kujengea hilo, fala yajuzu limuslimin, haijuzu kwa Muislamu an yuqaddima ta'aman lighairi almuslimi, kumpa chakula asiyekuwa Muislamu, fi nahari Ramadan, mchana wa Ramadhan, lianna al-kuffara mukhatabuna bi furu'i sharia, kwa sababu makafiri ni wenye kuhutubiwa na lugha ya kisheria. Kadhalika katika Nihayatul Muhtaj akasema kwamba waqad dhakara fi nihaya anil ulama annahum haramu, wanawachuoni wakale na wasasa wameharamisha bai'a at-ta'ami lilkafir, kumuuzia chakula kafiri, fi nahari Ramadhan, mchana wa Ramadhan. Na kujengea juu ya hilo ni maneno ya al-Imam an-Nawawi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, akionyesha kwamba anaona khutubiwa na sheria. Akasema al-Imam an-Nawawi, wal madhhabu as-sahih, na madhehebu sahihi, alladhi alayhi al-muhaqqiqun, ambayo ndio walionayo kauli hiyo al-muhaqqiqun, wal aktharun, na wengi wanawachuoni hasa wanawachuoni wa kishafi, anna al-kuffara mukhatabun, kama makafiri wanahutubiwa na sheria, bi furu'i shar'i, katika ile matawi ya kisheria, fayahrumu alayhimul harir kama yahrumu ala almuslimin, kama jambo la kuvaa hariri kwa wao pia haram, kadhalika jambo la kula mchana wa Ramadhani, Muislamu hatakikani kumpa chakula asiyekuwa Muislamu, kwa kuwa na wao pia lugha ya kisheria iliwahusu. Hayo ni maelezo ya wanawachuoni wetu rahmatullahi alaihim juu ya kutuonyesha uharamu wa jambo la kumuuzia kafiri mchana wa Ramadhani. Hizi ni ahkamu ambazo zimezungumzwa na wanawachuoni wa kale na wanawachuoni wetu wa sasa hivi, lakini kwa sababu wengi wetu si watu wa madarasa, imekuwa ni yenye kutupita. Na hili latuonyesha kwamba kuna ulazima Muislamu kukaa darasani akausoma Uislamu wake, ili tu asije kuingia katika makosa pasina yeye mwenyewe kujifahamu kama anafanya makosa. Kwa hiyo nasaha zangu za kumalizia kwenu, Allah awafikishe nyote. Kuna haja ya Muislamu kutafuta madarasa na sehemu na vituo vya kusoma, asome dini yake ili afahamu hizi ahkamu ash-shar'iyya, ili asiingie katika madhambi. Na hapa kituoni kwetu alhamdulillah tunadurusu muda wote takriban, isipokuwa baadhi ya mida tu, lakini ukirejea kwa wasimamizi wa msikiti kuna durusi siku za kawaida, siku za Ramadhani, ili kuweza kukusomesha wewe dini yako. Tena ni majana, hulipi chochote hapa, bure kabisa, ni kununua tu kitabu, na kama kitabu pia huna pesa utanunuliwa pia. Hayo nimependa niyatangulize, na inshallah kesho tutakuja na swali jingine tutajibu kama ambavyo wanawachuoni wamejibu. Wanaktafi huna, wallahu a'lam. Na kama kuna mushkila wote unaweza kuuandika wakati kabla sijaondoka hapa, ukanipa karatasi nikaipitia, ikiwa kuna haja ya kuizungumza katika nukta ambazo tutazungumza, tutaitafutia siku nitaizungumza inshallah kwa upana wake. Subhanakallahumma bihamdik
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah bil alamin. Jazakumullahu khair.